سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Tukiwa tunaendelea na darsa ya fiqh, tunaeleza mukaddimati za swala, utangulizi wa masaili mbalimbali kuhusiana na swala. Leo tutakuwa na utangulizi wa mwisho katika mukaddimati sala, ambapo tutajikita katika adhana na iqama. Al-adhan wal-iqama katika mambo ya msingi ambayo inawezekana kwa kufahamu baadhi ya ahkamu kuhusiana na adhana na iqama, tukaongeza baadhi ya vitu katika hazina za maalumati yetu. Ukiangalia mara nyingi sisi salatul jamaa ikiisha, basi wengine wakihudhuria baada salatul jamaa, watu kaingia katika swala moja kwa moja, basi inakuwa na adhana na iqama. Adhana kiasili si wajibu na iqama pia si wajibu katika swala, lakini ni mustahabu, jambo la sunna, jambo jema, jambo zuri. Sasa tukifahamu baadhi ya masail, huenda mtazamo wetu kuhusiana na adhana na iqama ukabadilika nau'an ma. Saidi anasema kwamba yustahabu lirrajuli walmar'a an yu'adhina wa yuqima qabla al-ityani bis-salawati al-wajibati al-yawmiyya. Anasema ni sunna kwa mwanaume na kwa mwanamke, ni sunna kuadhini na kukimu kabla haujaanza swala zako za kila siku. Hizi swala za wajibu za kila siku, kabla hujaanza swala yako, basi adhini na ukimu. Ni mustahabu, ni sunna. Kusisitiza zaidi akasema bal la yanbaghi tarkul iqama. Tia mkazo zaidi, anasema kama utakuwa adhana umeiacha, kama umeghafilika ukaiacha, basi jitahidi iqama usikose. Bal la yanbaghi tarkul iqama walakin qabla ad-dukhul fi as-salawati al-wajiba ghayr al-yawmiyya ka salati al-ayat yustahabbu an yaqula as-salah 3 marrat. Kwa anaeleza kwamba tunaposema adhana na iqama ni mustahabu kwenye salati al-yawmiyya, hizi salawati al-wajiba swala 5, ama nje na hizi swala 5, hata kama ni za wajibu, kama vile salatul ayat, swala ambazo zinakuwa ni wajibu kwa sababu ya matukio maalum, kama vile kupatwa kwa mwezi, kupatwa kwa jua, kama vile kuwa na upepo mkali sana, na mfano wa vitu vya namna hiyo, matetemeko ya ardhi,
salatil ayat. Kwa hiyo anasema kwamba kuhusiana na salatil ayat, hizi sio mustahabu kuadhini na kukimu, bali kinachotakiwa na mustahabu katika matukio hayo, katika swala hizo, ni kusema as-sala mara tatu. Kisema hivyo basi, kwa hatuna mashru'ia ya adhana katika salatil ayat. Kileta adhana katika salatul ayat ukaipa anwani yoyote, ni mustahabu, ni wajibu, ni kadha, inakuwa umezusha kitu katika dini, kwa sababu katika salatil ayat hatuna adhana na ikama, bali mustahabu ni kusema as-sala. Adhana ni nini? Adhani sote tunaifahamu, ni kusema Allahu akbar mara 4, kusema ashhadu an la ilaha illa Allah mara 2, ashhadu anna Muhammadar Rasulullah mara 2, ashhadu anna aliyan waliyullah mara 2, hayya ala salati mara 2, hayya ala falahi mara 2, hayya ala khairil amal mara 2, Allahu akbar mara 2, la ilaha illa Allah mara 2. Kwa kiangalia hizi fasli na hivi pengele, unakuta kwamba vipo 20 jumla. Kwa adhana kwa ujumla ina vipengele 20. Ama fusulul iqama yenyewe inakuwa na 19, inakuwa na fasli 19, ambapo Allahu akbar kwenye ikama zinakuwa mara 2 badala ya mara 4. Halafu shahada inakuwa mara 2, shahada ya mtume pia mara 2, shahada ya Imamu Ali pia mara 2, hayya ala salah, hayya ala falah mara 2, hayya ala khairil amal mara 2, qad qamatis salah inaongezeka, na Allahu akbar, na mwisho la ilaha illa Allah. Sasa kuna masala ambayo kwa mujibu wa fiqhi na ara na fatawa za maraji mbalimbali, kipengele cha ashhadu anna aliyan waliyullah, wengi katika maraji wanasema si juzu katika adhana, si sehemu ya adhana, sio sehemu ya adhana. Kwa hiyo ukitaka unasema, usipotaka usiseme, sio juzu katika adhana. Tunaposema sio juzu katika adhana, maana yake ni kwamba adhana vile ilivyopokelewa, adhana kama adhana, kwa sababu sisi tunaamini adhana haikuwa ndoto kama wanavyoamini baadhi, kwamba ilikuwa ni ru'a fulani minan nasi kaiona akampelekea bwana mtume sallallahu alaihi wasallam. Si tuamini hivyo. Tunaamini adhana ni mafunzo kutoka mbinguni, kutoka Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa adhana ilivyoteremka, imeteremka kipengele cha ashhadu anna aliyan waliyullah hakikuwepo. Ndio maana maulama wanasema kwamba si sehemu ya adhana. Na wengi wakasema kwamba kama utaitamka ashhadu anna aliyan waliyullah kwa anwani kwamba ni sehemu ya adhana, basi ujue adhana yako ni batil. Itamka kwa anwani hiyo ni sehemu ya adhana, adhana yako inakuwa ni batil. Lakini ukiitamka kwa anwani nyingine, kama anwani mathalan anapotajwa mtume sallallahu alaihi wasallam, anatajwa na al-Imamu Ali alayhi salam, kataja kwa anwani hiyo, hakuna shida, hakuna tatizo lolote. Lakini kwa upande wa sayyid
anasema kwamba inna ashhadu anna aliyan waliyullah juz'un min al-adhan wal iqama ala al-aqrab wa qad ushira ila dhalika fi ba'd riwayat. Said Sadiq al-Hussein al-Shirazi hafidhahullah, yeye anasema kwamba dalili zilipomfikisha yeye masala ya ashhadu anna aliyan waliyullah ala al-aqrab ni sehemu katika adhan, na anasema zipo riwayati ambazo zimeashiria jambo hilo. Sasa hizi ni masaili fiqhiyya, hizi masaili fiqhiyya. Wewe kama mukallidi wa Sayyid namfuata Sayyid, yeye anasema kwamba ashhadu anna aliyan waliyullah ni sehemu katika adhan, na maraji, baadhi ya maraji wengine wanasema si sehemu katika adhan. Lakini katika natija sasa, an-natija al-amaliya, si ndio? Natija sasa wote wanasema ashhadu anna aliyan waliyullah wote. Kwa maana sidhani kama kuna masjid katika masajidi zetu za Ahlul Bait tasikia adhan alafu ikosa ashhadu anna aliyan waliyullah. Anasema yambaghi an la yafsila kathiran baina fusuli wa jumalil adhan wal iqama, walau fassala bainaha akthar min al mutaaraf aadaha min jadid. Haitakiwi utenganishe sana kati ya fusuli za adhan. Nasema Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, alafu natulia dakika 2-3, unakuja usema tena ashhadu an la ilaha illa Allah. Fasli ambayo si mutaaraf, si kitu cha kawaida. Hakuna mtu anaadhini kwa mfumo huo. Lakini pia kusiwa na fasli kati ya adhana na ikama, fasli ambayo ni ghairi mutaaraf. Usitofauti, usitenganishe kati ya adhana na ikama. Umaliza kuadhini, unakaa mathalan nusu saa, ndio unakuja kufanya ikama. Usifanye hivyo, nakuwa na fuatanisha. Maliza fusuli za adhana, ingie kwenye ikama. Sasa kama itatokea hali ya namna hiyo, umetenganisha sana kati ya fusuli za adhana, au la umetenganisha kati ya adhana na ikama kwa muda ambao si mutaaraf, si muda wa kawaida, anasema utarudia nini? Utarudia adhana yako na ikama yako, utairudia upya tena. Masala ambayo tumeieleza ya kwamba neno ashhadu anna aliyan waliyullah, nasema ni kwa mtazamo wa fatwa ya Said ni sehemu katika adhan. Lakini maal asafi shadid utakuta kwamba wakati mwingine nizaa kubwa inatokea kati ya Waislamu, wakati mwingine kuangalia vipengele kama hivi, ambapo ukiangalia asli ya adhana yenyewe ni nini? Ni mustahabu, sio wajibu, ni mustahabu. Adhana yenyewe ni mustahabu, lakini utakuta kwamba kwa sababu ya kitu cha mustahabu, wakati mwingine mpaka tukatoana katika dini. Hawa si Waislamu, hawa si hivi, hawa si vile, kwa sababu adhana hata kwa Waislamu wengine pia ni mustahabu. Masala nyingine nasema kwamba idha rajaa bil adhan wal iqama bihaythu sara ghinaan, bihaythu sara ghinaan kal ghinai al mutaaraf
fi majalisi lahwi wal la'ib sara harama wala yahrum idha lam yasir ghinaan. Hii ni masala muhimu katika kuweka mipaka, kwamba una sauti nzuri, ni kweli sauti yako ni nzuri, naweza kuremba sana katika adhana, lakini je, ni mutlaka unaruhusiwa kuremba unavyotaka? Nasema hapana. Pamoja na kwamba inatakiwa kweli uadhini kwa sauti nzuri, lakini itengeneze ile sauti yako kiasi kwamba isivuke mipaka, ikawa unaadhini sasa ni kama vile unaimba muziki. Sema hiyo itakuwa sio adhana, tarjih, sio adhana, na inakuwa ni haramu. Kama utaadhini kwa sauti ambazo ni munasiba za majalisi lahwi, sauti zinazotumika katika vikao vya lahwi, kwa mabaa wapi, sauti za muziki na nini, ukaadhini kwa mifumo ile, sio adhana, na inakuwa ni haramu. Lakini kama haijafikia hicho kiwango cha kwamba itakuwa ni munasibu wa majalisi lahwi, unaweza ukaremba tu bila shida yote. Na watu wanatafanani katika adhana. Sasa hivi utasikia kuna adhana ya Kimisri, kuna adhana ya Kiindonesia, kuna adhana ya Kipakistani. Kipakistani kidogo ile kidogo inabidi mtu ajifunze si mara ngapi, sababu ile ndio mtihani. Tafananu, na utaona kwamba miasasati sasa hivi mikubwa baadhi ya nchi kama vile Iran, na kumpata mtu ni msomaji mzuri mkubwa, wao wana rekodi adhana yake kama kumbukumbu yake na kama kumwenzi. Maana leo utapata adhana ya Said Mutawalli, utapata adhana ya Sheikh Shahat, utapata adhana ya Ghalwash, utapata adhana ya fulani. Katika usomaji wa kubwa utapata adhana zao katika hali ya kuwaenzi. Kwa hiyo masala inasema kwamba idha raja'a bil adhan wal iqama bihaythu sara ghinaan kal ghina'i al muta'araf fi majalis al lahwi wal la'ib sara haraman wala yahrum idha lam yasir ghinaan. Nadhani masala inaeleweka, yani kwa wazi. Hakuna mtu ambaye hajui hii adhana hapa inapoadhiniwa hii ni sawa na muziki. Kila mtu anaweza kutofautisha. Masala anasema kwamba yasqutu al-adhanu fi 5 salawatin. Tumesema adhana ni mustahabu, sio? Ni mustahabu. Anasema kuna sehemu 5 adhana inakuwa tena haitakiwi. Sema yasqutu al-adhan, na ni hapo haitakiwi adhini. Hakuna istihbabu tena ya adhana katika hizo sehemu, usiadhini. Sehemu ya kwanza anasema ni salatu asri yaumil jum'a. Salatu al-asri siku ya Ijumaa, adhana yake inakufa. Salatu al-asri siku ya Ijumaa inakuwa haina adhana. 2, salatu asri yaumi Arafa, sala ya alasiri siku ya Arafa. Siku ya Arafa ambayo inakuwa ni siku ya 9 ya mwezi Dhulhijja, siku ya Arafa. Kwa salatu al-asri siku ya Arafa inakuwa haipo, haitakiwi, haina mashru'iyya. Lakini ya 3 ni salatu isha lailati Eid al-Adha liman yakunu fil mash'ar al-haram. Ni adhana
ya salatul isha, usiku wa kuamkia Idul Adha. Adhana ya salatul isha ya usiku wa kuamkia Idul Adha, lakini hii inakuwa ni mahsus kwa wale watu ambao katika yale mawanja nini ya Makka, ambao wako kule al-Mash'ar al-Haram, lakini kwa sisi huku la yasqutu adhan. Ya nne ni salatu al-asr wal isha lil mustahadha. Inahusu akina mama. Kwa mwanamke ambaye ni mustahadha, salatu al-asr, adhana salatu al-asr na adhana salatu al-isha kwake inakuwa sio mashruu, anaiacha. Na ya tano ni salatu al-asri wal isha lil maslusi wal mabtuni wa nahwihima. Adhana ya salati al-asr na salati al-isha kwa mtu ambaye ni maslus na mabtun, yule mtu ambaye hawezi kutahammal, bwana kwa ni ugonjwa huu, yani muda wote itakuwa anatokwa na haja ndogo muda wote katika mazingira ya namna hii. Sasa mtu wa namna hii, adhana ya salatul asri na adhana ya salatul isha kwake zinakuwa si mashruu. ففي هذه الصلوات إنما يسقط الأذان إذا لم يفصل بينها وبين الصلاة السابقة. يقول ففي هذه الصلوات، إذا صلوات الزوت alizoeleza zote hizi mawari tano ambazo yasqutu fiha al-adhan, anatoa kaidi kwamba ففي هذه الصلوات إنما يسقط الأذان idha lam yufsal bainaha wa baina salati sabiqati alaiha au fusila kalila. Hizi zote adhana inakuwa si mustahabu, si katika mashruu, pale ambapo lam yufsal bainaha wa baina salati sabiqa, yani haujatenganisha kati ya hiyo swala na swala iliyotangulia. Salatu al-asr unaswali pamoja na salatu adh-dhuhr. Salatu al-isha unaswali pamoja na salatu al-maghrib. Haujafanya fasli. Au umefanya fasli lakini kwa muda mchache, umesenganisha kwa muda mchache sana. Idha adhana wa uqima, idha udhina wa uqima li jama'atin la yu'dhanu au la yu'adhanu wa la yuqim man yusalli ma'ahu. Idha udhina wa uqima li jama'atin la yu'adhinu wa la yuqimu man yusalli ma'ahu. Umeingia msikitini, umekuta kuna jamaa, watu wanasali jamaa, na kabla hawajaanza swala wameadhini na wamekimu, basi haitakiwe uadhini na ukimu. Au la, upo ndani, adhana inatolewa, upo ndani, wanamaliza adhana, unaenda kuswali jamaa, haitakiwe uadhini. Inakuwa ni fawdha sana, fujo. Kila mtu anaadhini adhana yake, sitakuwa kweli, itakuwa ni adhana hizo, itakuwa ni fujo. Kwa katika mazingira haya yasqutu al-adhan, hautakiwi uadhini. Idha dhahaba ila al-masjid liyusalli jama'atan fawajada al-jama'a jaza lahu rukhsatan tarku al-adhan wal-iqama li salatihi ma dama lam tatafarraq tilka al-jama'a. Asema atakayetoka nyumbani kwake, umetoka ukaelekea msikitini kwa lengo la kusali salatul jamaa, unafika kule ukakuta jamaa, jaza lahu rukhsatan tarku al-adhan wal iqama li salatihi
maadama lam tatafarraq tilka aljamaa. Umeingia umekuta watu wamaliza kusali, salatul jamaa imekamilika, na bado watu wa katika sufufu, wa katika safu wamekaa pale. Katika mazingira haya anasema kama watu bado hawajatawanyika, wako pale pale, ni kweli jamaa imekamilika, wamaliza salatul jamaa, lakini bado hawajatoka yale mazingira ya kwenye zile sufufu. Katika hali hii anasema unaruhusiwa, rukhsatan, unaruhusiwa ukitaka uadhini, ukitaka usiadhini. Na anapoeleza masala ya kwamba ni rukhsa, ni tofauti na akisema azima. Tofauti na azima. Rukhsatan maana yake ni ikhtiyari, yani sheria inakupa hiari, ukitaka fanya, ukitaka acha. Lakini azima la, hakuna ikhtiyari, ni lazima ufanye vile sheria inavyotaka. Na ndio maana mathalan masala ya kupunguza swala, kasru salat kwa safarini, Qur'ani imeeleza, imethibitisha kwamba mnatakiwa mpunguze sala zenu. Lakini baadhi utasikia kwamba la, mimi nasafiri naenda labda Irani, kipindi hicho naenda miezi miwili labda muda fulani, sasa hivi unaenda masaa 8 huko umefika tayari. Sasa kwa nini kapunguze swala zangu? Na swali tamama. Mimi nasafiri mwezi wa Ramadhani, kwa nini niache kufunga? Sema la, masala ya kufunga mwezi wa Ramadhani ukiwa safarini sio ruhusa, ni azima, ambao hautakiwi kufunga ukiwa ndani ya Ramadhani na ukiwa safarini. Kwa ni safari ambazo zina masharti yake, safari ambazo zina masharti yake, haitakiwi. Ukisema unafunga umeshinda njaa, kienda huko ukaswali swala yako tamaman, unakuwa hujatekeleza wajibu wa Mwenyezi Mungu, babu unadaiwa sana. Kwa lazima uswali vile ambavyo Mungu amekuamrisha. Useme na nguvu sana sasa nikaswali raka 4 bila shida yote. La, masala sio hivyo. Masala ni kwamba Mungu amekutaka katika mazingira haya ufanye hivi, kwa hiyo fanya. Sasa anasema kwamba kama itafikia sehemu umeingia msikitini, kuta watu wamaliza jamaa, lakini bado hawajatoka katika zile safu zao, kuna hiari, ukitaka adhini na ukimu, ukitaka acha. Yasqutu al-adhan wal-iqama idha dakhala fi makanin wa fihi fariqun minan nasi mushtaghiluna bis-salati jama'atan au intahat al-jama'a wa lam tatafarraq sufufuha ba'd fa arada an yusalli munfaridan au ya'ti bi salatin ma'a jama'atin ukhra wa dhalika bi thalathati shurut. Anasema kama utaingia sehemu watu wanasali jamaa, ikawa umekuta watu wapo tayari katika salatul jamaa, au ukakuta kwamba wamemaliza salatul jamaa lakini bado hapo katika zile safu hawajatoka, anasema fa arada an yusalli munfaridan, kataka uswali kivyako, umekuta jamaa ipo, sasa mimi na haraka zangu bwana, nataka niswali haraka niondoke, nataka uswali kivyako. Je, utaadhini hapo? Au la, au an yati bi salatin ma jama'atin ukhra, au umetaka kuswali jamaa nyingine, tunaswali jamaa, wewe ukaamua kwamba hapana, sisi tunaswali jamaa yetu pembeni. Kwa hiyo inatokea hivyo, labda inawezekana salatu ambayo inaswaliwa inawezekana labda ni kasr, ni mtaka kuswali salatu tamama, au inawezekana mathalan
ikhtilafati ambazo zipo kati ya jamaa ya kwanza na hiyo jamaa mnataka kufanya ni ikhtilafati kubwa. Unaona, hapana, tuswali jamaa yetu. Wana kama maraje kwa ajili ya kuhifadhi alwahda baina almuslimin, wanasisitiza sana watu waswali pamoja, hata kama tuna ikhtilafati za kimadhahibu na nini, lakini tuswali pamoja. Ndio maana sisi katika fiqh pia tuna kitu kinaitwa mutabaa. Na hata usiposwali jamaa basi swali mutabaa, lakini upo katika sufufu na wenzako mnaenda sawa. Sasa anasema katika mazingira haya adhana inakuwa haitakiwi. Nataka kuswali jamaa yenu peke yenu, kuna jamaa nyingine inaendelea, hakuna adhana hapo. Unataka kuswali kivyako, umeacha adhana, umeacha jamaa, hakuna adhana. Lakini haya nasema ni pale ambapo haya masharti matatu ambayo atayataja yatapatikana. Yakipatikana unakuwa yasipotimia, maana yake unaweza kaadhini na ukakimu. Sharti la kwanza anasema kwamba antakuna aljamaatu sabiqa kad adhanat wa aqamat lis-salah. Sharti la kwanza, hiyo jamaa uloikuta iwe ni kweli waliadhini na wakakimu. Lakini kama waliingia katika sala moja kwa moja bila adhana na ikama, unaweza ukaadhini na ukakimu. Sharti la pili, alla takuna salatul jamaati sabiqa batila. Isiwe salatul jamaa iliyopita au ambayo ipo hiyo nyingine isiwe ni batil. Kama salatul jamaa ni batil, basi inakuwa unaruhusiwa kuadhini na kukimu peke yako. Na sharti la tatu, an tattahida aljama'atan as-sabiqa wal-lahiqa min haythu al-makan. Fa idha kanat al-jama'atu as-sabiqa in'aqadat fi dakhil al-masjid wa arada huwa an yusalli munfaridan aw jama'atan ala sathi al-masjid ustuhibba lahu al-adhan wal-iqama. Sasa lazima kuwe na ittihadul makan, sehemu ambayo jamaa ya kwanza ipo na jamaa ya pili mnataka kuifanya inafanyikia hapo ni sehemu moja. Na sio kama hapa chini hapa kuna jamaa inaendelea hapa, nyinyi mnataka kufanya jamaa nyingine hapa. Katika mazingira hayo huruhusi kuadhini wala kukimu. Lakini ikitokea kwamba kuna ikhtilafu kati ya sehemu, mathalan wengine wako chini wengine wako juu, wengine wako chini wengine wako juu, sema inawezekana adhana zikawa hata mbili, hakuna tatizo. Nadhani tuishie hapa. Katika durusi zijazo inshallah tutaingia katika masala ya as-sala. Tutaenda inshallah katika zile nukati muhimu tu, kwa sababu masala ni mengi. Kusema usome kila masala manake itachukua muda mrefu. Kwa tutaangalia tu zile masaili muhimu na ambazo zinahitajika zaidi katika swala inshallah tutazielezea. Inshallah Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala tukubalie kichache na kifanye khalisatan liwajhihi alkarim, na kiweke fi mizani hasanatina yawma la yanfa'u malun wala banun illa man ata Allah biqalbin salim. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.